So Bwana mbariki sana na mtende mema kwa sababu ya kupata hata nafasi ya kuweza kuja katika nyumba yake, kuja katika uwepo wake, kwa sababu yeye hakika ni mwaminifu. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Najua Mungu wetu ako na mpango mwema na maisha yetu, na hiyo ndio sababu ametufikisha hapa siku ya leo tukaweze kutufundisha neno lake na tukaweze kuimarika na tukaweze kutenda kazi ambaye ametuitia. So God bless you so much. Wale wanatutazama wakiwa nyumbani, uko jiani, uko ofisini, karibu kwa midweek service siku ya leo, na Bwana atakubariki. Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka ama ujumbe Bwana ameweka kwa moyo wangu ni kama vile imeandika hapo, developing heavenly mindset. Bwana asifiwe. Developing heavenly mindset, kukuza mtazamo wa mbinguni. Bwana asifiwe. Developing heavenly mindset. Wapendwa, kama tutaweza kufaulu katika ulimwengu, we have to develop the heavenly mindset. We have to see things the way heaven sees things. Bwana asifiwe. You have to see issues the way God is seeing them. Lakini kama tutaona mambo kulingana na mtazamo wa dunia, wapendwa, hatutaweza kufaulu. People who have made it in this life, people who have walked by faith, they are those people who had the might of heaven, who looked things with the mindset of heaven. Bwana sifiwe. Kama tutatazama mambo kulingana na vile Mungu anayaona, uone hali unayopitia vile Mungu anaiona, mpendwa, utafaulu. Lakini ukiona hiyo hali kulingana na vile dunia inaona, ama kulingana na vile marafiki wanaona, mpendwa, hatutafaulu, kwa sababu Biblia inasema kwamba sisi ni watu wa kiroho ndani ya mwili. Bwana sifiwe. If you are a spiritual being in this body, you must walk in spirit. Bwana sifiwe. Lazima utembee kwa katika roho, maana mambo yako yako katika roho. Ukitembea kulingana na mambo ya kimwili, Biblia inasema the body profited nothing. Bwana sifiwe. Mwili hauna faida yoyote, hauwezi ukakufikisha hatima Mungu anataka ufike. Unahitaji you develop the mindset of heaven, heavenly mindset, the mindset of God. Bwana sifiwe. Na hapo ndio tutaweza kufika hatima yetu. Mpendwa wa bilagu, ni kwamba mimi, wewe na mimi tutaweza kuangalia mambo vile Mungu anaangalia. Tutaweza kuangalia majaribu tunayopitia the way God is seeing them. Our perception must change. Mtazamo wetu lazima ubadilike. Watu wa dunia wanaangalia kulingana na vile mambo inakaa, wanaangalia kulingana na hali zile zinazunguka, wanaangalia kulingana na mfuko wao vile ulivyo, ama kulingana na vile makaratasi yao inasema. Lakini maana sisi ni watu wa mbinguni, lakini tuko katika ulimwengu, lazima tuangalie dunia, mambo ambayo tunapitia, hali ambazo tuko nazo kulingana na vile mbingu inaziona. Maana mara mingi, mpendwa, mambo tunayoyaona sio vile yalivyo. Biblia inasema tusiangalie mambo ambayo yanaonekana. Looking not to the things that are seen, for things which are seen they are temporal. Bwana sifiwe. Mambo ambayo tunayaona, vile unaona ukiteseka, hali hiyo unaona ukipitia, ile ukosefu wa pesa unaona, mpendwa, it is temporal, ni ya muda mfupi tu. Hallelujah. If you look at things that are seen, you can't attain things which God has promised you, because things which are seen, they are temporal, they are for a short time. Circumstances that are around you, they are for a short time. Mahali unapitia, mpendwa, ni kwa muda mfupi tu, lakini Mungu anakuja kukupeleka mahali anastahili, anataka ukue. Biblia inasema, Daudi akasema Zaburi ya kwamba hata ninapopitia kwenye bonde la uvuli wa mauti,
Bwana sifiwe. Even though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. Bwana sifiwe. For thou art with me. Hata nikipitia hiyo bonde sitaogopa, kwa sababu wewe uko pamoja nami. Unless you see God with you in that problem, you can't make it. Bwana sifiwe. Kama hautaona Mungu akiwa pamoja na wewe in that valley of the shadow of death, hautaweza kufika mwisho, maana hautaweza kufaulu. Hali zitakwambia ukate tamaa, hali zitakwambia kubaliana, mambo itakwambia hivi, fanya mambo kulingana na wengine vile wanafanya. But if you know God is with you, if you see God with you, you will fear no evil, for you will know He is with you. Bwana sifiwe. Praise God. You have to see things the way God is saying things. David said, even though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil, for art with me. You prepare a table before me. Bwana sifiwe. David was seeing a table which God is preparing before his enemy. He is preparing a table for David before his enemy. Hallelujah. Whatever you are passing through, you must see God, God is going to do after what you are passing through. You must see after your preparation, after you are passing through this valley, what is God doing after the valley. Bwana sifiwe. Lazima uone kile Mungu anafanya. You have to have a heavenly mindset for you to make it in this life. Most of the people who have made it in this life, they are those people who see things the way God is seeing them. Hallelujah. The book of Colossians chapter 3 verse 1 up to 4. Colossians chapter 3 verse 1. Colossians chapter 3 verse 1. The Bible says, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him. Bwana sifiwe. Hallelujah. Biblia inasema, if then be risen with Christ, seek those things which are above. Bwana sifiwe. If you are risen with Christ, then seek those things which are above. You must seek those things. If you are in Christ, if you know you are saved, if you know you are Christ, you must seek those things which are above. You must seek heavenly things. You must try to get the heavenly might. Hallelujah. Lazima uanze utafute mambo ambayo yako mbinguni. Lazima utafute ufalme wa Mungu. Lazima upate ufalme wa Mungu, upate mawazo ambayo Mungu anaona mambo naye. Kama wewe ni wa Kristo, kama wewe unajua unaweza faulu, uko ndani ya Kristo na Mungu ako pamoja na wewe, lazima uangalie mambo ambayo yaliyo juu. Hivyo ndivyo Paulo aliwaandikia watu wa Kolosia. Akawaambia, kama wewe umefufuliwa pamoja na Kristo, set your heart on things that are above. Bwana sifiwe. Kama mpendo unajua wewe umeokoka, kama wewe unajua uko ndani ya Kristo, yalenge mambo yaliyo mbinguni, yalenge mambo yaliyo juu. Tafuta mawazo ya Mungu, tafuta mambo Mungu anavyoyaona. Bwana sifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba kitabu ya Mathayo ya kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na nguvu, na wenye nguvu ndio wanauteka. Bwana sifiwe. The kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Hallelujah.
tafsiri ingine inasema and the finalists advance that kingdom. Bwana sifiwe. For you to advance the kingdom of God, you must get it violently. You must advance it violently. Hallelujah. Ukitaka ufalme wa Mungu ukue pamoja na wewe, ukitaka ufaulu vile Mungu anataka, ukitaka ifanyike mbinguni kama hapa duniani kama vile ilivyo mbinguni, lazima upate ufalme wa Mungu. Yesu akawaambia wanafunzi walipokuwa wanamwambia wafundishe kuomba, akawaambia mkiomba ombeni ya kwamba ufalme wako uje. Kwa ufupi alikuwa anawaambia mambo yaliyo juu na yakuwe na sisi. Bwana sifiwe. What is in heaven, let it be with us. Bwana sifiwe. Kama unataka kufaulu, lazima uwe na ufanye vile mbingu inafanya. Kama mpendo wa mambo unapitia, unataka uyawakana, lazima ukuwe na mawazo ya mbinguni. You must have the mindset of heaven. Vile Mungu anaona hiyo hali, ufalme wa Mungu lazima ukue pamoja na wewe. Uone mambo vile Mungu anayaona. Wacha kuwa na ufalme wa dunia, maana ufalme wa dunia unaona kushindwa, ufalme wa dunia unaona udhaifu. Lakini ufalme wa dunia unasema wakati wewe unahisi mdhaifu, useme uko na nguvu. Bwana sifiwe. Wakati uko mdhaifu, ufalme wa mbinguni unakuambia wewe sema ni mwenye nguvu. Lakini ufalme wa dunia unasema ya kwamba wewe ni mdhaifu. Haleluya. Kama utaendelea ufalme wa Mungu, kama mpendo utamwakilisha Mungu, lazima uwe na mawazo ya Mungu. Bwana sifiwe. You have to have the mindset of heaven. Hallelujah. So Biblia inasema if you have risen with Christ, set your affection to those things which are above. Yatazamie mambo yaliyo juu. Bwana sifiwe. Usitazamie mambo yaliyo duniani, tazamia mambo yaliyo juu. Kama unataka ukafaulu, wewe kama unataka ukaendelee, lazima uyatazamie mambo yaliyo juu mpendwa. Set your heart on things which are above. Hallelujah. Look things the way they are in the kingdom of God. Lazima uone mambo vile yalivyo katika ufalme wa Mungu. Na kuona mambo yalivyo katika ufalme wa Mungu, lazima ujue kile Mungu ameongea kukuhusu. Kama ameongea utashinda mpendo, lazima uone ushindi. Mungu anasema kile kiko katika ufalme wake. Kama anasema wewe ni mwenye nguvu, hata kama mpendo uko na dhaifu, lazima useme uko na nguvu. Bwana sifiwe. You have to see things the way heaven is seeing them. You have to see how the kingdom is. The kingdom of God is. You have to inquire. Set your affection. Utafute ni Mungu mambo yale napitia, mbingu inayaona namna gani. Bwana sifiwe. Kama mpendo hutaona vile mbingu inaona, lazima utateseka, lazima utafinyika. Maana mambo vile dunia inaona mambo ya hii dunia mpendwa, ni ya mambo ya mateso. Biblia inasema mbegu iliyozaliwa na mwanamke inaishi masiku machache, na kwa masiku hayo ni kwa mateso mpendwa. Dunia hii ni mateso. Dunia hii hakuna kufaulu mpendwa, lakini kulingana na ufalme wa Mungu tunastahili tuwe kufaulu. Bwana asifiwe. Lazima tutazame juu, lazima tuangalie mambo yaliyo juu. Tusome kitabu ya Isaia 26, Isaia 26. Isaia 26 verse 3. Biblia inasema you will keep in perfect peace him who might is steadfast, because his trust in you. Bwana asifiwe. You will keep in perfect peace him who might is steadfast in you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mungu anapatia amani
wale mawazo yao, they are steadfast in God. Bwana sifiwe. If your mind is steadfast, kama mawazo yako yanamtazama Bwana, kama mawazo ya Mungu, kama mawazo yako inataka ichukue kile kiko katika ufalme wa Mungu, Biblia inasema he will keep you in perfect peace. Haleluya. Wacha tusome hiyo andiko. Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3, Biblia inasema ya kwamba thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted on you. Bwana sifiwe. Yule mawazo yake, yule ambaye anatafuta mawazo ya Mungu, huyo mpendwa ndio anawekwa kwa amani. Bwana sifiwe. Dunia mpendwa imejaa shida, kumejaa masumbuko, lakini mtu ambaye anatafuta mawazo ya Mungu, mtu ambaye anatafuta ufalme wa Mungu, yule ambaye anatafuta kile Mungu anaona, huyo ndio Biblia inasema Biblia inasema he will be kept in perfect peace. Mtu ambaye mawazo yake yanatafuta mawazo ya Mungu, he will be in perfect peace. Lakini tunaona katika ulimwengu, people are full of anxiety. Bwana sifiwe. Watu wamejaa masumbuko, wanashindwa watafanya nini, wanashindwa what tomorrow hold for them. Bwana sifiwe. But those people who might are steadfast in God, wale ambao wanamtazama Mungu, wale ambao wanachukua mawazo ya Mungu, Biblia inasema watakuwa katika amani, watakuwa in perfect peace. They will be kept in perfect peace. Hallelujah. Mpendwa, lazima mawazo yako, they must be centered into God's mindset. Kama utafaulu, you must know how to develop the mindset of God. Bwana sifiwe. The heavenly mindset. If you want to be kept in perfect peace, lazima utafute the mind which are centered. Your thinking must be centered in God. Katika mambo unapitia, lazima mpendwa, mawazo yako yanamlenga Mungu. Lazima uwe unaangalia vile Mungu anasema. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, if we have to make it in this world, we must have the mindset of God, the heavenly mindset. Lazima tuwe na mtazamo wa mbinguni. Lazima tuangalie vile mambo Mungu anayaona. Kama hatutaangalia vile mambo vile Mungu anaona, mpendwa, hatutaweza kupata amani katika hii dunia. Hautaweza kufaulu katika ulimwengu. Nataka tuangalie mambo ambayo yatakusaidia kukuza the heavenly mindset. Bwana sifiwe. Mambo ambayo yatakusaidia kuwa na mawazo ya mbinguni. Haleluya. Jambo ya kwanza, you have to know your resurrection position. Bwana sifiwe. Lazima ujue mahali ulipofufuka mahali. Bwana sifiwe. You are resurrected position. Wakati ulifufuka, maana tumesoma Colossians, Biblia inasema ya kwamba we have been raised with Christ. Bwana sifiwe. Tumefufuka pamoja na Kristo. If we will have to develop the mind of Christ, we must know our position as far as resurrection is concerned. Bwana sifiwe. Lazima ujue mahali ulipo kulingana na vile ufufio ulipo. Biblia imesema mahali tumesoma ya kwamba tumefufuka pamoja na Kristo. Haleluya. Wewe mpendwa, umefufuka pamoja na Kristo. Since we are raised with Christ, we must set our heart on things which are above. Hivyo ndivyo Biblia inatuambia, where Christ is seated at the right hand of God. Mahali tumesoma, because we are risen together with Christ. Kama tumefufuka pamoja na Kristo,
Mpendwa, lazima tuweke mioyo yetu mahali Kristo ameketi. Bwana sifiwe. Kama mpendwa utakuza mawazo ya mbinguni, kama utaangalia mambo na vile Biblia inaangalia, lazima mpendwa ujue mahali wewe uko. Lazima ujielewe mahali umeketishwa. Maana Biblia imetuambia tumefufuka pamoja na Kristo. Mpendwa, kama ulifufuka pamoja na Kristo, lazima uyatafute mambo ambayo yako mahali Kristo alipo. Bwana asifiwe. Maana Biblia inatuambia we have been raised together with Christ. We have to set our heart on things which are above, where Christ is seated at the right hand of God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. We have to set our mindset. If we have to develop our mindset, we have to understand our resurrected position. Lazima ujue mpendwa, mahali uko wakati ulifufuka. Uko katika mahali gani ndani ya Kristo? Alipokufa mpendwa, Biblia inasema when Christ died, we died together with him. Bwana sifiwe. Tulikufa pamoja. Lakini mpendwa, ulipokufa pamoja na Kristo, Kristo hakukuacha kaburini. Biblia inasema we are raised together with him. If we are raised together with Christ, we must know things which are where Christ is. We must have the mindset. We must look things the way Christ look things. Bwana sifiwe. Lazima tutuangalie mambo kulingana na vile Yesu anayatazama mambo. Maana tumefufuliwa pamoja na Kristo. Tumewekwa pahali pamoja na tumekaa katika ulimwengu wa mbinguni na Kristo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Then we have to get to know the position that we are. Ukijua mpendo umeketishwa pamoja na Kristo, hutaangalia mambo vile yalivyo. Utaangalia vile Kristo anaangalia mambo. Utajua vile mambo yalivyo. Utakuwa na tabia kama ya vile Kristo alivyo. Maana Biblia inasema tumeketishwa pamoja na yeye. Kama mpendo umeketishwa pamoja na yeye, inamaanisha kama Yesu ameketi kiti cha mamlaka, kama Yesu ameketi mahali pa mamlaka, pia wewe uko katika mahali pa mamlaka. Bwana asifiwe. Kama Kristo wako pahali pa mamlaka, lazima wewe umeketi pahali pa mamlaka. La kama Yesu anatawala, lazima uwe mtawala kama yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, lazima pia wewe uangalie mambo vile Yesu anayangalia. Ukijua mpendwa umefufuliwa pamoja na Kristo, ukielewa mahali uko mpendwa, your position, utakaa kama vile position yako inataka ukae. Kama mtu akiwa president anabadilisha mambo yake, anakaa kama vile rais anastahili akae. Bwana sifiwe. Wewe unastahili ubadilishe mtazamo wako. Kama unataka kuona mambo vile Mungu anayaona, lazima ujue umefufuliwa pamoja na Kristo, wakaa pamoja na Kristo. Wewe ni mtawala pamoja na Kristo. Biblia inasema sisi ni wafanyi kazi pamoja na Kristo. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba tuwafanya kazi pamoja na Kristo. Lazima tuwe na tabia kama ya Kristo. Lazima tufanye kile Kristo anafanya. Lazima mpendo tuone vile Mungu anayaona. Kwa sababu tumeketishwa pamoja na yeye. Tuwatawala pamoja na Kristo mpendwa. Ukijua mahali umeketishwa, you are resurrected position in Christ. Utajua kwamba uko na uwezo wa kupitia kile unapitia na ukaweze kufaulu. Utajua mpendwa, ukiangalia mambo vile yalivyo, utajua mwisho wa haya mambo. Utajua ya kwamba hali ambazo zimekuinukia ni za muda mfupi. Utajua kile Mungu amekuandalia. Utajua ushindi ulio mbele yako mpendwa. Kama mpendwa utajua mahali uko ni mahali Yesu ameketi. Bwana asifiwe. Mpendwa, sisi tunaweza kuwa tuko katika ulimwengu, lakini tumeketishwa pamoja na Kristo. Mambo yetu tunastahili tuyaone kwamba tunafanya kama Kristo. Na ndipo Biblia inatuambia kwamba sisi ni wafanyikazi pamoja na Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. We are co-workers with Christ. Biblia inasema we are ambassadors of Christ.
Haleluya! Wewe ni balozi wa Kristo. Bwana asifiwe. Wewe unastahili kumwakilisha Kristo katika huu ulimwengu. Mpendwa, lazima tuone mambo vile Yesu anayaona. Lazima tutazame, tufanye mambo kulingana na Yesu vile angefanya. Kama mpendwa utapata haya mawazo ya mbinguni, lazima ujue nimeketishwa pamoja na Kristo. Mimi ninamwakilisha Kristo. Unaweza kuwa uko katika huu ulimwengu, lakini umeketishwa na Kristo. Uko na mamlaka kama ya Kristo. Wewe ni mtawala kama Kristo. Bwana sifiwe. Ile kanisa ya kwanza mpendwa, sababu kwa nini walifanya mambo mengi, kwa nini waligeuza ulimwengu, ni kwa sababu walielewa mahali wameketi pamoja na Kristo, ya kwamba wako na mamlaka pamoja na Kristo. Bwana sifiwe. Leo mpendwa, ninataka nikuambie wewe umeketishwa mahali Yesu ameketishwa. Kama kile Yesu anaweza fanya, unaweza fanya mpendwa. Kama Yesu anaweza ponya, wewe unaweza wekelea kiwete mikono na kitembee. Kama Yesu anaweza kubariki mtu, pendwa, wewe unaweza bariki. Maana tumefufuliwa pamoja na Kristo na tukaketishwa katika mamlaka, kiti cha mamlaka na Kristo. Twaweza tenda kile Kristo anatenda mpendwa. Haleluya. Mpendwa, ninataka nikuambie wewe ni balozi wa Yesu. Unastahili utende kile Yesu angetenda. Unastahili utoe amri Yesu angetoa. Kama mpendwa wewe utafaulu kuishi vile unastahili kuishi, lazima ukuze mawazo yako. Ujue umeketi pamoja na Kristo. Lazima ujue mahali umeketishwa mpendwa, si mahali watu wengine wameketishwa. Watu wanaweza kuwa na biashara kubwa, lakini hawajaketishwa kiwango kimoja na Kristo. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. We are seated together with Christ. We are in the same seat of authority. Tuko kiti kile cha mamlaka. Sisi tutawala pamoja na Kristo. Mpendwa, lazima utawale pamoja na Kristo. Lazima utende mambo kulingana na vile Kristo anastahili kuyatenda, kwa sababu umeketeshwa pamoja na Kristo. Pendwa, ninataka kuanzia leo uanze kurealize your position. Ujue mahali ulipo. Usiangalie vile watu wa dunia wanaangalia, lakini jiangalie ukiwa umeketishwa pamoja na Kristo. Haleluya. Nataka usimame kwa sababu ya wakati wetu. Tutaendelea wakati mwingine, tutaona mambo ambayo yanastahili kutusaidia kukuza mawazo ya mbinguni. Jambo la kwanza tumeona mpendwa, we must know our position, our resurrected position. Tulipofufuliwa tuliwekwa wapi? Tumeketi wapi mpendwa? Ukijua hivyo utaamrisha pepo na itatoka. Yesu aliambia wanafunzi wake ya kwamba mtafanya mambo zaidi hata yale nimefanya. Bwana asifiwe. Unastahili mpendwa ufanye mambo zaidi. Unastahili mpendwa ufanye mambo hodari, maana umeketishwa pamoja na Kristo. Tusimame na miguu yetu. Nataka nikupatie dakika moja uende mbele za Bwana, mwambie Bwana akusaidie ukaweze kujua mahali umeketi, your position, resurrected position. Mungu akusaidie, akupatie neema, utambue kwamba umeketishwa mahali pa mamlaka. Umjue ya kwamba umeketishwa kiti cha mamlaka, kiti ambacho ni cha ushindi, kiti ambacho kinashinda ulimwengu. Umeketishwa mahali ya kuamrisha hali. Umeketishwa mahali unastahili ubadilishe hali. Kama wale wa kanisa ya kwanza walibadilisha hali, watu wengi waliwafuata, watu wengi walibadilisha mawazo, walimjua Kristo kuwapitia, kwa sababu walitenda kila Kristo alitenda. Biblia inasema wakafika mahali watu wakaona kama wao wanakaa kama Kristo, wakawaita wa Kristo, kwa sababu walikuwa wameketishwa pamoja na Kristo. Pendo, hata wewe umeketishwa pamoja na Kristo, waweza badilisha hiyo hali unapatia. Unapita mpendwa, waweza badilisha hiyo hali. Unaweza amurisha hiyo hali, uiambie mimi nimeketishwa pamoja na Kristo, niko mamlaka na Kristo. Utoe hizo pepo. Watu wenu mpendwa hawezi angamia. Wewe kwa sababu umeketishwa na Kristo, wanastahili wabadilishwe, wanastahili waokoke, wanastahili waone Mungu. Wewe watu waone Mungu kupitia
maana uko na mamlaka, uko na uwezo wa kubadilisha hali. Wewe umeketishwa pamoja na Kristo, wewe uko na uwezo wa kuita mambo ambayo hayako kama yako. Wewe uko na uwezo mpendwa wa kuweza kufanya mambo hodari. Mwaambie hizo hali ya kwamba uko na uwezo, ambia hayo mapepo haitakuweza, maana Mungu amekupatia mamlaka, amekupatia nguvu. Kama Yesu alibadilisha hali, hata wewe unaweza jibadilisha. Umefufuliwa pamoja na yeye, umeketishwa pamoja na yeye. Wewe ni uko na uwezo kama wa Kristo. Wewe mpendwa, kama wale wa kanisa la kwanza waliitwa kama Kristo, waliitwa wa Kristo kwa sababu ya mambo waliotenda. Ninajua katika hiki kizazi kuna watu watakuita wa Kristo, kuna watu watasema wewe ni wa Kristo, maana wataona mambo utakayotenda, wataona ukibadilisha hali, wataona ukifanya mambo hodari. Wewe ni wa Kristo mpendwa. Kuanzia leo ninatangaza, hiyo hali haitakuangamiza, hiyo hali haitakuangamiza. Hata ukipita kwenye hilo bonde lenye uvuli wa mauti, hautaogopa kitu mpendwa, maana unaona Mungu akikuandalia meza, unaona biashara ikiinuka tena, unaona ukipata kazi, hata kama mpendwa hauna kitu. Ninataka nikuambia mpendwa, kuna mambo Mungu amekuandalia, kuna mpango Mungu anaye. Biblia inasema anatuazia mambo mema. Kesho yako mpendwa ni kesho yenye tumaini. Mungu anataka ukafaulu, Mungu anataka uinuliwe, anataka ukaweze kutenda mambo hodari. Kuanzia leo pokea upako wa kiti cha Kristo, pokea mamlaka ya kiti cha Kristo, mahali wewe umeketishwa pamoja na Kristo, ukafanya mambo hodari, ukageuze watu, ukafanya mambo makuu. Kuanzia leo mpendwa, wewe ni wa Kristo, wewe unatenda mambo hodari. Asante Baba wa rehema, twakuinua jioni ya leo, twakutukuza Baba wa rehema. Bwana, tutatenda hodari, tutabadilisha hali. Tunakataa hali za giza, tunakataa mapepo na nguvu za giza, mapepo yote ya shetani tunaisabaratisha. Twateka nyara maroho yote ambayo si ya ufalme wa Mungu, maroho ya umaskini, maroho ya magonjwa, maroho ya kurudi chini, tunayateka nyara siku ya leo, na tunatangaza hana nguvu. Tuko na mamlaka, tumeketishwa pamoja na Kristo, tuko katika kiti cha utawala. Twatangaza amani, twaachilia umoja, twaachilia Baba wa rehema, watu wako wakafanikiwe, watu wako wakaendelee, watu wako Bwana wakapate furaha, familia zisimame, biashara ziendelee, watu wapate kazi, kwa sababu Bwana umetupatia uwezo. Asante Baba wa rehema, twakuinua Bwana jioni ya leo. Asante Baba wetu, kwa sababu ya kutufahamisha our position, our resurrected position, mahali tumeketi katika ulimwengu wa kiroho. Asante Baba wetu, twatangaza ushindi na uwezo wako, nguvu zako na mamlaka yako. Asante kwa kuinua, pokea sifa, maana ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sema amen mpendwa. Amen. Amen, amen. Haleluya. Umeketishwa pamoja na Kristo. Mpendwa, usijione kama umeketi na watu wa kushindwa. Jione ukiwa umeketi kiti cha kufaulu, na Bwana atakubariki. Tutasema neema, tutataweka sadaka yetu. Wale tuko hapa, wale ambao wako nyumbani, tutaweka akaunti yetu hapo kwa screen, na utaweza kutoa sadaka yako. Utaweza kumwabudu Bwana na fungu lako la 10, matoleo yako, kwa sababu umeketi pamoja na Kristo. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Shalom. God bless you so much. Tujue tumeketishwa pamoja na Kristo. Amen.